Pope Francis wa kanisa la Katoliki alifariki dunia tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025 nyumbani kwake baada ya kuongoza misa ya Jumapili ya Easter kwenye kanisa moja Vatican mwaka 2025. Kuanzia wakati wa kuchaguliwa kwake, Papa Francis alionyesha kuwa atafanya mambo tofauti. Alipokea makardinali wake kwa njia isiyo rasmi ya kusimama badala ya kuketi kwenye kiti cha enzi cha upapa. Aliwavutia waifidhina juu ya mtazamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akivutia wanamageuzi msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini ndani ya Vatican, baadhi ya majaribio ya Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani. Nitakuonesha jinsi ambavyo Papa Francis alibadilisha kanisa la Katoliki huko France. Alizaliwa Buenos Aires. Alizaliwa Buenos Aires mwaka 1986. George Mario Bergoglio alikuwa mtoto wake wa kwanza kati ya watoto watano. Katika ujana wake alifanya kazi kama mlinzi wa klabu za usiku, yani bouncer na mfagiliaji, kabla ya kuhitimu kama mfamasia. Alipadrishiwa kuwa padri mwaka 1969. Kardinali Bergoglio wa Argentina tayari alikuwa umri wa miaka alipokuwa papa wa kwanza kutoka bara la Amerika na ulimwengu wa kusini mwaka 2013. Alikuwa papa asiyependa anasa. Mara nyingi alisafiri kwenye ndege ya daraja la kawaida, yani economy class, na alipendelea kuvaa joho jeusi la kawaida la mapadri badala ya mavazi ya kifahari ya rangi nyekundu za zambarau. Alichagua kutoishi katika kasri la kitume la Vatican na badala yake akaamua kuishi jengo la kisasa lililo jirani. Akiwa mtalino Marekani, alizungumza Kihispania. Alichukua nafasi ya kuwa mpatanishi wakati serikali ya Amerika ilipokuwa ikielekea kwenye maelewano ya kihistoria na Cuba, tukio la nadra ambapo papa alionyesha umuhimu wa kidiplomasia. Papa Francis alisema kuwa kanisa linapaswa kupokea watu bila kujali mwelekeo wao wa kijinsia. Alitoa kauli kuhusu aina fulani ya muungano wa watu wa kijinsia moja, lakini hakupendelea uitwe ndoa. Changamoto kubwa zaidi katika upapa wake ilikuja kutoka kwa wale waliomlaumu kwa kushindwa kukabiliana ipasavyo na unyanyasaji wa watoto na kutoka kwa wakosoaji wa kifidhina ambao walihisi kwamba alikuwa akifunja imani. Papa Francis aliteua zaidi ya makardinali 140 kutoka nchi zisizo za Ulaya, hivyo amemwachia mrithi wake kanisa lenye mtazamo wa kimataifa zaidi kuliko lile alilorithi. Hii ni historia tu fupi ya Papa Francis wa kanisa la Katoliki. Zidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Turkana Finest Online TV Facebook, Turkana Finest Online TV Instagram, Turkana Finest Online TV TikTok, Turkana Finest Online TV YouTube. Akisha usikose kufuatilia mazungumzo yetu ambapo nitakuwa nakupa taarifa mengi kuhusu Papa Francis, ikiwemo mipangilio ya mazishi yake. Jina langu ni Yekai Sami.